Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kabisa nina maombi kwenye upande wa miundombinu ya kwenye Wizara ya Afya, kwa sababu waziri wa TAMISEMI yuko hapa. Sasa kwenye sekta ya afya, hususan kwenye hospitali, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninayo maombi kwenye hospitali hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hospitali ile kama ulivyoiona imejengwa pale, lakini jengo lile, Mheshimiwa Waziri Mkuu, limechukua muda kukamilika. Jengo hilo wewe ni kiongozi wa kitaifa wa 3 au 4 kulitembelea na bado halijakamilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba pesa ambazo zimeombwa ziweze kufika ili jengo lile liweze kukamilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika lile jengo la hospitali ya mkoa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hakuna mochwari. Mtu anapofariki analazimishwa kuwekwa kwenye ambulensi kuletwa kwenye hospitali ya wilaya ambayo ipo takribani kilomita 12. Mgonjwa anapofariki, amefariki saa hizi, inalazimika awekwe kwenye ambulensi ili aweze kusafirishwa kutolewa kule kuletwa kwenye hospitali ya wilaya. Ninaomba hilo jambo Mheshimiwa Waziri Mkuu ulichukulie kwa uzito. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba hospitali ijengewe jengo la waiting bay, ina maana jengo la kusubiria. Juzi nimepita pale na nina picha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitakupa. Wanaowahudumia wagonjwa wanalala nje ya wodi wakiwasubiri wagonjwa wao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukilizia milioni 100 zinaweza kujenga waiting bay. Hospitali ya wilaya ina waiting bay, hospitali ya mkoa haina waiting bay. Hospitali ile haina uzio, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Matokeo yake hata mgonjwa anaweza kutoroka au wagonjwa wanaweza kuvamiwa. Ninaomba pesa za ujenzi wa uzio kwenye hospitali ya rufaa. Ni hili ambalo limezungumzwa na Mheshimiwa mbunge wa viti maalum hapa. Ndugu zangu wananchi wa Katavi, kwanza niwapongeze sana wabunge wenu. Ni wabunge wanaowasemea sana ninyi, wanawasemea bungeni, wanauliza maswali, wanatoa michango mizuri, na kwenye ziara za viongozi wakuu kama hivi wanawasilisha hoja ili ziweze kufanywa kazi. Hospitali yetu ile ya rufaa ya mkoa, zile zinaitwa changamoto za maendeleo. Ukifanya maendeleo, yapo mahitaji yanazaliwa. Mpaka leo hospitali ile mnaiona imesimama, Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka pale zaidi ya bilioni 12. Na kwa jengo hili ambalo Mheshimiwa mbunge amelitaja, jengo la mama na mtoto, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan analeta bilioni 5. Bilioni 3 zitatumika kukamilisha jengo pamoja na kununua vifaa. Bilioni 2 zitatumika kukamilisha ujenzi wa mochwari pamoja na kuongeza wodi pamoja na njia pamoja na miundombinu hiyo ya watu kusubiria wakati wagonjwa wao wakipata huduma.